Yesu asifiwe. Mpendwa, mchana mwingine ambayo Mungu ameniwezesha niweze kukufundisha neno lake mchana wa leo. Leo naenda kuzungumzia viwango vya mbingu kufunguka. Kwa hivyo tunapozungumzia kwamba mbingu wazi, kuna viwango vitatu ambavyo unahitaji kufahamu kuhusiana na mbingu kuwa wazi. Ya kwanza, mbingu binafsi, personal heavens. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 23, Biblia inasema ya kwamba na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Biblia inasema mbingu iliyo juu yako, maanisha ya kwamba kuna kule ambacho wewe mwenyewe kibinafsi unafunguliwa mbingu kuwa wazi. Unapata ya kwamba wakati wengine wanang'ang'ana kwenye biashara, wakati wengine wanapitia changamoto mahali ambapo unafanya kazi. Kwa hivyo unapata ya kwamba wewe binafsi unafanikiwa. Wewe binafsi kwenye familia yako unapata ya kwamba wengi hawajafanikiwa. Unapata ya kwamba wengi bado wanapitia. Lakini wewe, Mungu anapofungua mbingu zako wewe kibinafsi, unapata ya kwamba wewe mwenyewe unakuwa na ile fursa ambayo unakuwa na maisha ambayo inatiririka. Kwa hivyo tunazungumzia watu wawili, Abrahamu na mke wake. Abrahamu mbingu zake zilikuwa wazi, lakini Sara mbingu zake zilikuwa zimefungwa. Unakuta ya kwamba Biblia inatuambia katika Waebrania 11 mstari wa 11, hapa tunaambiwa ya kwamba kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Tunaambiwa kwa imani Sara pia alipokea kuwa na uwezo. Kwa hivyo nimekuja kukuambia mchana leo, haijalishi changamoto, haijalishi vizuizi vimeinuka kiwango kigani, kila ambacho unahitaji kusimama na imani na kusema ya kwamba kwa imani ninaamini ya kwamba njia zangu zitakuwa wazi. Kwa hivyo mnaweza mkaishi pamoja kwenye ndoa. Kwa hivyo unakuta ya kwamba mko wako anafanikiwa na wewe mzee haufanikiwi. Tatizo liko kwa mbingu. Kwa hivyo unaweza kuwa na mbingu zako kibinafsi. Mbingu zako binafsi inaweza ikafungwa. Lakini mchana wa leo nimekuja kukutangazia ya kwamba mbingu zilizofungwa juu ya maisha yako lazima litafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu alipomkumbuka Ana, alipomkumbuka Sara, pia wewe atakukumbuka. Haijalishi muda gani umepita, haijalishi changamoto zimekuwa ngapi, lakini Mungu anaenda kukufanikisha kila ambacho unahitaji kujua. Watu wanafanikiwa na wewe haufanikiwi. Tatizo ni gani? Mbingu yako imefungwa. Kwa hivyo mbingu ya pili ambayo unahitaji kujua, mbingu juu ya familia au jamii yako. Mbingu unakuta kwamba ndani ya jamii, kwenye kijiji chako kuna jamii ambazo zimeinuliwa na kuna jamii ambazo bado wanang'ang'ana. Kwa hivyo mnaweza mkapata ya kwamba mbingu zenu kama jamii ya kwamba imefunguliwa. Usiposhughulikiwa mbingu ya jamii, utakuwa unasonga mbele na unarudi nyuma. Usiposhughulikia mbingu ya familia yako, wewe mwenyewe unapofanikiwa unapata kwamba wanaokutegemea watakuwa wengi, na wanapokutegemea wanapokuwa wengi, unapata kwamba wewe pia unaanza kurejeshwa nyuma. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu jamii yako haijaweza kufanikiwa. Kwa hivyo mbingu ya tatu, kiwango cha tatu ambacho unahitaji mbingu iwe wazi, ni mbingu juu ya mtaa au eneo yako. Mbingu juu ya mahali ambapo umeweka biashara yako. Mbingu juu ya maeneo yako. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati 26 mstari wa 1, na itakuwa ukiisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi na umiliki na kukaa ndani yake. Kwa hivyo itakapokuwa, kwa hivyo unaweza ukakuwa kwenye eneo ambayo mbingu imefungwa. Hata ung'ang'ane namna gani, utakuta kwamba unapata tatizo. Tunaambiwa katika kitabu cha Ruthu, tunapata Ruthu na Naomi
walipotoka mahali walipokuwa, wakaenda mahali ambapo mbingu ilikuwa imefungwa. Kila ambacho ilifanyika, aliweza kupoteza watoto wake, akaweza kupoteza sons in law. Kwa hivyo mpendwa, naweza kuwa unang'ang'ana kwa sababu ya kwanza, mbingu zako zimefungwa; ya pili, mbingu za jamii yako imefungwa; ya tatu, mbingu za eneo yako. Utapata kwamba haufanikiwi, utapata kwamba uendelee jinsi Mungu anavyokusudia. Kwa hivyo nataka tu tumwambie Bwana mchana wa leo ya kwamba Mungu nakutamani, ya kwamba nifungulie mbingu zangu, mbingu zangu ziwe wazi, mbingu za jamii zangu, mbingu za eneo yangu. Kwa hivyo ni shida sana wewe mwenyewe ufanikiwe na wengine hawajafanikiwa, watakuwa wanakutegemea sana. Kwa hivyo huenda hujaokoka, ili mbingu zako ziwe wazi, mbingu za eneo yako iwe wazi, lazima ukiri Kristo na uokoke. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba kwa ajili ya watazamaji yeyote ambaye atafuatilia video hii, Mungu wa majeshi, mbingu juu ya kichwa chake kiwe wazi, kwenye kazi ya mikono yake iwe wazi, kwenye maeneo yake iwe wazi, mahali popote alipoweka biashara, eneo yake iwe wazi, katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba nikijua kwamba watoto wako wamefanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba nikijua kwamba wewe ni Mungu unayeweza na unayestahili. Uinuliwe Baba na upewe sifa, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini.